Mahakama ya Rufaa imeruhusu uuzaji wa hisa za serikali kwa kampuni ya Safaricom. Majaji watatu wa Mahakama ya Rufaa wamesema kuwa serikali iliibua masuala mazito na kuwa masuala hayo ya kisheria yanafaa kuzingatiwa. Mahakama Kuu ilikuwa imezuia uuzaji wa hisa hizo. Safin Achieng' Ouma anaarifu zaidi. Uuzaji wa 15% ya hisa za serikali kwenye kampuni ya Safaricom sasa unaweza kuendelea kufuatia agizo la Mahakama ya Rufaa ambalo lilibatilisha uamuzi wa awali uliokuwa umetolewa na Mahakama Kuu. Jopo la majaji watatu lililohusisha majaji Patrick Kiage, Aggrey Muchelule na Lydia Achode lilisema kuwa rufaa iliyowasilishwa na serikali kupinga kuuzwa kwa hisa zake kwa kampuni ya Vodacom iliratibu masuala mazito ya kisheria ambayo yanastahili kuangaziwa kikamilifu. Serikali inapania kuuza 1% ya hisa zake za Safaricom kwa kampuni ya Vodacom kwa kima cha shilingi bilioni 244. Uuzaji huo ukikamilika, serikali itasalia kumiliki 20% pekee ya hisa kwa kampuni ya Safaricom ikilinganishwa na ya sasa ambapo inamiliki 35% ya hisa. Kampuni hiyo ya mawasiliano ya Afrika Kusini ilikubali kununua hisa za Safaricom kwa shilingi 34 kwa kila hisa. Tarehe 18 mwezi Mei mwaka 2026, Mahakama Kuu ilitoa agizo la kuzuia uuzaji wa hisa hizo baada ya waliowasilisha kesi kuelekea mahakamani kupinga azma hiyo, ikisema kuwa hisa hizo zinauzwa kwa bei ya chini mno, zikisema zingestahili kuuzwa kati ya shilingi 70 na 80 kwa kila hisa. Walalamishi Tony Gashoka na Fredrick Ogolla walihoji pia kuwa serikali ilikuwa inataka kuuza rasilimali muhimu ya umma bila kufuata mwongozo wa kikatiba ambao unaratibu kuwa shughuli kama hiyo iendeshwe kwa uwazi na umma uhusishwe ili kuwe na uwajibikaji. Mahakama Kuu ulisitisha uuzaji huo hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa na kuilazimu serikali kukimbilia Mahakama ya Rufaa. Mahakama ya Rufaa iliruhusu uuzaji wa hisa hizo kuendelea, ila ilisisitiza kuwa haijatoa uamuzi kuhusu uhalali wake. Kuhusiana na iwapo agizo la kuruhusu uuzaji huo litaathiri kesi iliyoko mahakamani kuendelea, majaji hao walisema kuwa uamuzi wao hauhitilifiani na kesi iliyoko katika Mahakama Kuu. Majaji hao walisema kuwa wameshawishika kuwa iwapo kesi ya uuzaji wa hisa hizo itaamuliwa na kubaini kuwa haustahili, basi itawezekana kwa hali hiyo kubatilishwa. Hii ina maana kuwa itawezekana kwa hisa za kampuni ya Safaricom kurudishiwa mmiliki wake wa awali na ridhaa kulipwa au pesa kurudishwa kwa kampuni ya Vodacom iwapo mahakama itatoa uamuzi kama huo. Safin Achieng' Ouma, Runinga ya Citizen.